tuangalie na tufuatilie kitu gani kilitokea na jinsi ambavyo mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lissu alivyokamatwa tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2025 huko Mbinga mkoani Ruvuma. Naam, ndugu wa Tanzania wenzangu, leo tunakusanyika Tanzania nzima, Afrika nzima kuadhimisha tarehe ya kihistoria sana kwa chama chetu kwa mmoja wa viongozi jasiri zaidi wa siasa za upinzani barani Afrika, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Tundu Lissu ni nani? Alizaliwa tarehe 20 Januari mwaka 1968 kijiji cha Mahambe, wilaya ya Singida vijijini mkoani Singida nchini Tanzania. Ni mwanasheria aliyebobea na mtetezi wa haki za binadamu aliyesoma sheria katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na baadaye aliendelea na masomo yake ya juu nchini Uingereza. Kabla ya kuingia kikamilifu katika siasa, Lissu alijijengea jina kama mwanaharakati wa haki za kijamii na kisheria ambaye alifanya kazi na mashirika mbalimbali ya kiraia, hususan kutetea haki za ardhi, rasilimali za taifa na uwajibikaji wa serikali. Aliingia rasmi katika siasa kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambapo alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Singida Mashariki mwaka 2010. Ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wote tutakumbuka jinsi ambavyo alijulikana kwa umahiri wake mkubwa wa sheria, hoja nzito, ujasiri wa kuikosea serikali bila woga, na alisimama imara katika kulinda maslahi ya wananchi. Mnamo tarehe 7 Septemba mwaka 2017, Mheshimiwa Lissu aliponea kifo baada ya kushambuliwa na watesi kwa risasi nyingi sana jijini Dodoma. Tukio hili lilitikisa taifa na dunia nzima, lilivuta hisia za kimataifa, na baada ya matibabu ya muda mrefu ya nje ya nchi, aliendelea kuwa sauti muhimu ya demokrasia kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Nami nilipata fursa ya kuwa campaign manager wake, nilizunguka naye nchi nzima. Kibali chake na uwezo wake katika kuchambua mambo ni dhahiri kabisa. Alikuwa na mvuto wa kipekee na alijenga imani kubwa sana kwa wananchi. Aliendeleza harakati za mageuzi ya kisiasa, haki na utawala bora, na ndio yamekuwa maisha yake yote kwa kipindi chake. Mheshimiwa Lissu amebaki kuwa ishara ya udhabiti, ujasiri na kujitolea kwa mapambano ya kidemokrasia. Sasa leo tunapoadhimisha siku ya kukamatwa kwake tarehe 9 Aprili, tunakumbuka si tukio tu la mtu mmoja, ila tuna kumbukumbu ya mapambano ya taifa zima. Mapambano dhidi ya ukandamizaji, dhidi ya hofu, dhidi ya mifumo inayodhoofisha demokrasia. Kukamatwa kwake hakukuwa mwisho wa sauti yake, bali kulikuwa mwanzo wa mwamko mpya wa kudai haki, uhuru na utu wa kila Mtanzania, na hasa sauti yake kubwa juu ya nchi hii kuhitaji mabadiliko ya mifumo ya kiuchaguzi ili kuwa na chaguzi huru za haki na za wazi zinazoaminika, kuwezesha Watanzania kupata viongozi wanaowapenda. Tundu Lissu ni zaidi ya mwanasiasa. Ni alama ya mapambano, ni sauti ya wasio na sauti. Ni tumaini la wengi wanaoamini katika Tanzania yenye haki, usawa na demokrasia ya kweli. Kukamatwa kwake hakuja kutulegeza, hatujatawanyika, chama kimeendelea kubaki imara. Kwa hivyo basi, siku ya leo tutaitumia kufanya kumbukizi ili kujitia nguvu zaidi na ari zaidi na kutambua mchango wake katika harakati za mageuzi katika taifa letu. Kwa hivyo basi, katika kuadhimisha siku ya leo, nitamwalika makamu mwenyekiti wa chama chetu, Mheshimiwa John Wegesa Heche. Ataweza kutufungulia rasmi kwa kutoa hotuba ya ufunguzi, na kisha baada ya hapo tutakuwa na wazungumzaji kadhaa ambao wamepangwa kuzungumza, na baada ya hotuba ya ufunguzi nitawatambulisha wazungumzaji wote pamoja na moderators ambao wameandaliwa kwa ajili ya siku ya kumbukizi ya siku 365 tangu kukamatwa kwa Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa hivyo katika baraza la kidigitali la leo tutakuwa
pamoja nasi katibu mkuu wa chama chetu Mheshimiwa katika baraza hili, makamu mwenyekiti wa chama chetu Zanzibar Mheshimiwa Saidi Mzee tutakuwa pamoja naye, pamoja na makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche ambaye hivi punde atakwenda kutufungulia rasmi baraza letu la kidijitali kwa ajili ya kuadhimisha siku hizi 360 na viongozi wakuu wa chama chetu ambao nimekwisha kuwatambulisha. Tumepata bahati ya kuwa na wageni ambao nitawaelezea baadaye kwa wasifu wao, lakini tumepata bahati na heshima kubwa ya kuwa na Senator Edwin